Hello, bana mambo vipi mtazamaji wa channel hii ya Biomedia? Karibu sana. Ikiwa ni mara ya kwanza unaitazama channel hii, mimi ni Official Rose D, nikukaribisha sana. Karibu sana mtazamaji. Lakini pia subscribe channel hii ya Biomedia kwa ajili ya kupata taarifa kede kile ambacho kinaendelea hususan katika taifa letu la Tanzania. Kama ambavyo tunajua, story ambayo tunayo ni kuhusiana na kifo cha mwanadada Karen ama Hawa almaarufu kama Karina, ambaye amepoteza maisha huko nchini India wakati akiwa anapatiwa matibabu. Sasa dada wa taifa bwana Mange Kimambi ameitubua siri chanzo cha kifo cha msanii Karina, kumbe alilogwa. Unaambiwa bwana mume wa mtu sumu. Ni moja kati ya story ambayo inatembea sana kiukweli kuna kwa mitandao ya kijamii kwa sasa kuhusiana na kifo cha msanii wa Bongo Movie Karina, ambako ndugu pamoja na watu wake wa karibu wameweza kuripoti taarifa ya kifo chake na kudai kwamba alikuwa akipatiwa matibabu huko nchini India. Nadhani wote tunafahamu wana familia wa channel hii ya Biomedia, lakini kama ufahamu ni kusanue tu kwamba Karen ama Karina alipelekwa kule nchini India kwa ajili ya matibabu. Maradhi ambayo yanamsumbua ni tumbo ambalo limekuwa likimsumbua mara kwa mara, lakini pia imedumu kwa muda mrefu sana, na umaarufu wa mwanadada Karen ama Karina ulizidi kusika kasi kuna kwa mitandao ya kijamii kutokana na yeye kuweka wazi hali yake ya kiafya ambayo inamsumbua toka kitambo sana. Watu mbalimbali wameonekana kuguswa na hali ya Karen, lakini pia kuendelea kumchangia ili aweze kupata matibabu. Sasa juzi kati hapa tuliona kwamba Karina alisafiri kwenda nchi za nje huko nchini India kwa ajili ya kupatiwa matibabu ili afanyiwe upasuaji kuhusiana na maradhi ya tumbo ambayo yalikuwa yanamsumbua msanii huyo. Sasa wakati amefanyiwa upasuaji nchini India, ilikuwa ni upasuaji mkubwa sana ambao ulifanyika, lakini ulimpa matumaini kwamba anaweza karejea tena kuendelea kuwa mzima na kuendelea kuishi kulea mtoto wake, lakini pia akiwa na mama yake. Sasa taarifa ilikuwa zinazungumzika kwamba alipata nafuu, lakini pia alikuwa anazungumza na mama yake pamoja na mdogo yake kwamba angerejea nchini Tanzania kwa sababu anajisikia afadhali kwa sababu ya operation ambayo ama upasuaji ambao alifanyiwa huko nchini India. Na siku ya jana ama siku hii ya leo ilikuwa rejea tena katika taifa la Tanzania kwa ajili ya kuendelea na shughuli zake zingine ama kuendelea kupumzika huko anasikilizia hali yake inaendeleaje. Lakini kiukweli jambo limekuwa ndivyo sivyo, kwa sababu ameweza kupoteza maisha, na taarifa cha kifo cha Karen zimeweza kuzua gumzo kuna kwa mitandao ya kijamii. Lakini pia kama ambavyo tunamjua mwanadada Mange Kimambi hawezi kusikia jambo alafu akakaa kimya. Lakini nikukumbushe tu nyakati fulani hivi za zamani wakati Karen anaendelea kuumwa, ziko taarifa ambazo zilizuka kuna kwa mitandao ya kijamii, watu wakizungumza kwamba Karen alilogwa, sijui alichukua mume wa mtu na mambo kama hayo, lakini kiukweli hakuna ambaye alikuwa anafahamu. Sasa Mange ametoboa siri chanzo cha kifo cha msanii Karina na ugonjwa ambao ulikuwa unamsumbua na kumtesa kwa muda mrefu, kupelekea yeye kuanza kuchangiwa pesa na wadau mbalimbali pamoja na mashabiki zake na wale ambao hawakuwa mashabiki zake. Mange Kimambi kupitia Mange Kimambi hapo ameandika ujumbe mzito sana kufuatia hiki ambacho kinaendelea baada ya kusambaa taarifa za kifo cha msanii Karina. Mange ameandika hivi: hakika ule usemi wa mume wa mtu sumu hapa naanza kuuelewa. Jamani, kaeni mbali na wanaume za watu. Kama ilivyotokea kwa wanaume kwamba wanapofumaniwa na wake za watu, na ndo hicho ambacho kinatokea pale ambako mwanamke utafumaniwa na mume wa mtu na mke mwenzako. Sasa kumbe anasema mke mwenzake na Karina alimfumania Karina. Unaambiwa Karina kabla ya kuanza kupata maradhi ya tumbo lake alifumaniwa na mwanaume wa mtu, jambo ambalo aliambiwa achane naye, ila alikuwa anamjibu dharau mwanamke mwenzake kisa uzuri ambao alikuwa nao. Ndo haya yametokea, but anyway hatuna uhakika zaidi, ila kutokana na ule ugomvi wao tunahisi huenda yule mdada amefanya yake. Pole Karina, tangulia, tupo nyuma yako. Kifo na mateso uliyoyapata kiukweli itakuwa funzo kubwa kwetu. Mungu ailaze roho yako mahali pema peponi. Amen. Hiki ndicho ambacho ameweza kukiandika mwanadada Mange Kimambi kupitia akaunti yake ya Mange Kimambi app juu ya hili la msiba wa Karina.
mpaka sasa Karina yuko nchini India na taratibu zinaendelea kufanyika ili aweze kurejea nchini Tanzania kwa ajili ya mazishi yake. Kiukweli aliteseka kwa muda mrefu sana, nafikiri wote tunaelewa namna ambavyo maradhi ya tumbo la mara kwa mara, lakini pia ambalo limedumu kwa muda mrefu sana, limeweza kumsumbua mrembo Karina. Na hatimaye siku ya tarehe 15 ameweza kuaga duniani. Mungu haipumzishe roho yake mahali pema peponi. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Hii ni Biomedia, endelea kuifuatilia channel hii kwa karibu zaidi. Kuna kwa mitandao mingine ya kijamii kwa ajili ya kuendelea kuhabarika nini ambacho kinaendelea. Tutakuwa tunakuhabarisha kwa karibu zaidi. Wewe ni mtu muhimu sana kwetu. Cha muhimu ni kuendelea kusubscribe ili hatimaye uweze kupata notification pale ambako Biomedia tunakuwa tumeweka habari katika channel hii. Mimi ni Official Rose D, endelea kuitazama Biomedia pamoja na kuifuatilia kunako mtandao wa TikTok, Instagram pamoja na Facebook.